Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ndugu wapenzi wa Islam, karibuni tena katika kipindi chetu muhimu, kipindi ambacho kinawapa watu taarifa muhimu, elimu ya aina mbalimbali kulingana na mahitaji waliokuwa nayo, hasa kuhusu maisha yao, mafanikio yao, kufeli kwao na kila aina ya mambo ambayo wanastahili kuyajua. Yanapatikana hapa Islam kila siku pale ambapo inapofika nyakati kama hizi. Dr. Sule anakuwa live kwa ajili ya kukupeni ilmu za aina mbalimbali. Kama ilivyokuwa ada, leo tupo na ndoto. Jana tulizungumza juu ya ndoto mchanganyiko na akazigusa ndoto 15 alizoziteua na akazizungumza baadhi na watu wamefaidika vya kutosha sana. Leo anarudi tena kwenye ndoto mchanganyiko. Wewe ambaye uko jirani hapo usiondoke. Inawezekana ukapitwa na jambo muhimu kwa kuondoka kwako, kuwa hapo ili mradi upate faida katika yale ambayo yameandaliwa katika siku ya leo. Leo tutakuwa na ndoto mchanganyiko kama ilivyokuwa ada. Lakini kabla tunaendelea kuwapa taarifa, Dr. yuko katika mji wa Lubumbashi, katika eneo hapa linaitwa Lebata. Watu wanapata huduma za namna mbalimbali kutokana na shida na mahitaji yao waliokuwa nayo. Wenye maradhi wanafika hapa, wenye changamoto za kimaisha wanafika hapa, wenye migogoro, biashara zinasuasua na mengineyo kadha wa kadha, mpaka wachimba madini. Alhamdulillah, na wao wanachangamkia fursa ya kutafuta namna gani wanafungua uchumi wao, wanafika hapa katika ardhi ya Lebata na wanaweza kuonana na dokta, na alhamdulillah watu wameona mwangaza wa mambo yao waliokuwa nayo. Namna ya kufika ni njia rahisi kabisa. Tumia namba ambazo zinaelezwa mara kwa mara, na hapo juu ya screen ya simu yako utaiona hiyo namba imeandikwa hapo, ni 0984645690. Hii ni namba ya Airtel, ambayo Airtel ya Kongo, 0984645690. Hiyo ndiyo namba ya kupiga kwa wale ambao wanataka kufika hapa Lebata. Watapata mwongozo namna ya kufika na itapokelewa muda wote ile. Alhamdulillah, watu wanafika na wanaweza kupata faida. Lakini kwa wale ambao wako katika mji wa Dar es Salaam, huduma zinaendelea pale Ilala Sharif Shamba, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba. Huduma zinaendelea, watu wanaendelea kufaidika, wanaendelea kuhudumiwa pale. Huduma hazijasimama kwa sababu dokta yupo, anao watu mahiri wanaoweza kufanya kazi vizuri, na alhamdulillah kazi hizo zinaendelea kufanyika na watu wanaendelea kufaidika. Namna ya kufika Ilala ni 0710400200. Namna ya kufika Ilala kwa maana ya watu wa Dar es Salaam, watu wa pembezoni mwa Dar es Salaam, Morogoro, Zanzibar, sijui Tanga, sijui uko Mtwara, unafika Dar es Salaam, piga namba hii 0710400200, unaweza kufika na ukapata faida kabisa. Lakini kuna watu wanataka kuongea na Dr. Sule moja kwa moja, kwa maana ya wao wanataka sharafu yao ni kusema naye, wasikilize kauli yake, wasikilize maarifa yake moja kwa moja. Namba ya kupiga ni 0748400400. Sawa, hizi namba kidogo ziko pamoja. 0748400800. Na hiyo ndio namba ya kupiga, na watu watakuwa wamepata taarifa vya kutosha kabisa na watakuwa wamefaidika. Leo tuko katika ndoto tena, na leo ndoto ni mchanganyiko. Lakini kabla tujaingia katika ndoto, Dr. Sule na maswali kama mawili hivi ambayo natamani watazamaji wa share na mimi maarifa utakayotoa katika maswali haya. La kwanza, nataka kujua nini au nafasi ya ndoto katika maisha ya mwanadamu, au umuhimu wa ndoto katika maisha ya mwanadamu ni ipi nafasi ya ndoto katika maisha ya mwanadamu? Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Isla TV. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika jioni ya leo, si kwa ujanja wetu, bali ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuchagua sisi wachache miongoni mwa wengi wenye
thamani kubwa mbele ya Mola wetu, na akatuchagua sisi wachache kutuacha hai tukiwa tunapumua, hali ya kuwa tunapata kuitumia neema ya Mwenyezi Mungu ya pumzi bure. Jambo ambalo kuna wengi wetu walitamani kufika wakati huu na muda tulionao. Wacha Mungu sana, wana mapenzi makubwa na Mwenyezi Mungu kuliko sisi, lakini Allah ametuchagua sisi kutuacha hai na kutusherekea na kusherekea na kuneemeka na pumzi yake ambayo ameiumba na kutuacha tuipumue tukiwa hai. Wallahi, jambo kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema sifa njema kwa ukamilifu zinamstahiki Mwenyezi Mungu mwingi wa ukarimu, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mada ama maudhui tunayokusudia kuizungumza leo, tunakusudia kuzungumza tafsiri za ndoto, na mtu anaweza kutaka kujua kwa nini ndoto. Katika jambo ambalo kithamani kwa wanachuoni na wasomi wa dini mbali duniani hawapingani kwa kiasi kikubwa ni uwepo wa ndoto. Ndio. Umuhimu na thamani ya ndoto katika maisha ya mwanadamu. Na wasomi wameifasiri ndoto katika maana ifuatayo, kwamba ndoto ni taarifa anayopewa mwanadamu ya mambo ya kiroho ambayo anatarajia kuyapata au ameshayapata au atayapata. Yani kuna taarifa za kiroho ambazo mwanadamu anapaswa kuzipata zinazotokana na mambo ambayo tayari ameshampata au anatarajia kuyapata au anayo kwa wakati huo, na inawezekana mambo hayo yanaweza kuwa mazuri ama mabaya, mambo yenye kuathiri na kuumiza au mambo yenye kufurahisha. Na ndoto zimegawanywa katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni ndoto taarifa. Hizi ndio ndoto za Mwenyezi Mungu, ndoto zinazotokana na taarifa ambayo Mwenyezi Mungu humpelekea mja wake moja kwa moja kupitia viumbe aliyowakadiria. Na hapa inaweza kuwa moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe au viumbe wema ambao Mwenyezi Mungu huwaandaa kwa ajili ya kutoa taarifa muhimu kwa viumbe wake. Kwa hiyo kwa upande mwingine, ndoto ni taarifa ambayo Mwenyezi Mungu anaikusudia kuipeleka kwa mja wake. Lakini ipo ndoto ya sheitani, yani mashetani wa kijini wanaweza kutengeneza ama kuiandaa ndoto kwenye fikra ya kichwa cha mtu na ikaenda kuharibu mustakabali wa maisha ya mtu husika. Lakini la tatu, ndoto inaweza kuwa taarifa ya mambo ambayo mwanadamu anayakumbuka katika maisha yake ya kila siku. Hiyo pia inaweza kuwa ndoto, na ndoto hii tunaiita ndoto kumbukizi. Kwa ufupi, ndoto zimegawanywa katika makundi matatu. Kuna ndoto ya Mwenyezi Mungu, kuna ndoto ya mashaitani, na kuna ndoto ya kumbukumbu. Na hapa kwenye ndoto ya Mwenyezi Mungu hapa kuna maneno mapana kidogo, kuna utazamwaji mpana kidogo. Ndoto ya Mwenyezi Mungu ina conclude ile taarifa rasmi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kitaarifa ambayo Mwenyezi Mungu anakupa moja kwa moja, au viumbe wasio waasi ambao anaweza kukuotesha ndoto. Kwa sababu jini anaweza kumuotesha ndoto mwanadamu. Sasa inategemea jini huyu ni mwema au jini mbaya. Kulingana na maisha ya jini husika ndiyo tutaidefine ndoto ya mhusika, kwamba hii ndoto inatokana na Mwenyezi Mungu au hii ndoto inatokana na shetani, kutokana na definition ya ndoto. Nani ameiota kutokea kwa nani? Yani ile ndoto amefunuliwa na nani, ameelekezwa na nani? Mwenyezi Mungu moja kwa moja, ama jini mchafu au jini mwema au mzimu mbaya? Kwa sababu ziko ndoto za mizimu, ziko ndoto za majini wachafu, ziko ndoto za majini wazuri, ziko ndoto za kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoto
tunazungumzia kitu kikubwa sana katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu ndoto ni taarifa ambayo mwanadamu anapewa juu ya maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo ndoto si jambo la kupuuza. Ndoto ni jambo la kulishika kwa meno ya magego, kwa sababu ndoto inakwenda kukupa taarifa ya maisha ulionayo. Na mara nyingi ndoto, ubora wake na thamani yake inazingatia vitu viwili: muotaji na mazingira aliyoota. Yaani thamani ya ndoto, ubora wa ndoto, umuhimu wa ndoto, matokeo ya ndoto yanategemea vitu viwili: nani kaiota, mazingira gani kaota. Kuna baadhi ya watu wakiota mazingira yoyote ndoto ina majibu. Kuna baadhi ya watu ndoto wakiota mazingira fulani tu ndio inakuwa na taarifa sahihi. Wewe unayeota ndoto kila kukicha, wewe unaota ndoto tu, yaani kwa siku unaota ndoto 20, 15 mpaka zingine unasahau, mara nyingi shetani ndo anayekusumbua. Yaani haiwezekani wewe umekaa kwenye ndoto kwa siku na ndoto 18 kila siku, alafu zile ndoto zote inatokea moja tu, basi hizo ndoto nyingi zinakuwa za shetani. Yaani shetani analeta taarifa kwa kubeba taarifa moja, alafu analeta zingine 8 za uongo. Kama ilivyo kanuni yake shetani, anaposema mambo 10, basi 2 ya ukweli, 8 ya uongo. Kwa hata anapoleta ndoto nyingi katika kichwa cha mwanadamu, hii ni kuthibitisha kwamba huyu mwanadamu sio wa kawaida, ana kitu kibaya katika maisha yake. Kwa hiyo ndoto pia tunaizingatia nani muotaji. Yuko mtu akiota ndoto mchana ni majibu ya kweli, lakini yuko mtu anaota ndoto usiku wa manane, pia majibu sio sahihi. Ipo ndoto inatazamwa muda iliyootwa, wewe usiku umeiota muda gani? Hiyo ndoto uliyoiota umeiota siku gani? Bali wafasiri wa tafsiri za ndoto wanasema ndoto yoyote inayootwa usiku wa kuamkia Ijumaa, hiyo ndoto mara nyingi inakuwa wanatofautiana. Wanasema baadhi yao hiyo ndoto ikiotwa usiku wa kuamkia Ijumaa, lakini ndani ya ndoto yenyewe ikawa ni muda wa zuhura, hiyo ndoto uongo. Yaani usiku wa kuamkia Ijumaa lakini ndani yake kuna zuhura, hiyo ndoto itakuwa uongo. Maanake ina kona. Inaweza kuwa ina jambo, lakini ile jambo lina mzunguko, yaani ina hadaa ndani yake. Maanake hilo jambo unalopewa ukilifuatilia, basi mwisho wa siku linaweza kukutenganisha na Mwenyezi Mungu au na watu wanaokuzunguka. Lakini wengine wanasema ndoto ikiotwa usiku wa kuamkia Jumatatu, hiyo ndoto ni ndoto bora na ina majibu ya uhakika. Wengine wanasema ndoto ikiamkia siku ya Alhamisi, alafu ile ndoto ikawa inaashiria mafanikio, yani uko karibu kuyapata hayo mafanikio. Kwa hiyo kila mmoja katika tafsiri ya ndoto kuna vitu vipana, na ndio maana unapoota ndoto, umaanani wa ndoto unatazamwa kwa upana mkubwa. Nani kaota, mazingira gani kaota, tabia zake katika ndoto zikoje, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwa ufupi, inapoulizwa swali ndoto ina maana gani katika maisha ya mwanadamu, ina maana ya kuelezea maisha ya kispirituale. Ndoto ni taarifa anazopewa mwanadamu katika maisha ya kispirituale, ambayo hawezi kupata taarifa zake nje ya ndoto isipokuwa katika ndoto peke yake. Shukran. Hapo nataka kujua kitu. Naam. Tumesikia kwamba sheitani yani ndoto zimegawika katika sehemu 3. Kuna ndoto ya sheitani, kuna ndoto ya kumbukizi, kuna ndoto ya Mwenyezi Mungu, kwa maana inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Na tamani kujua sheitani ana nafasi ya kumuotesha yoyote, au kuna watu hawezi kuwaotesha, wao wakiota ni clear tu kwamba hii ni ya Mwenyezi Mungu, au ni kila mtu anaota ndoto ya shetani? Mtu pekee hawezi kuota ndoto ya sheitani ni nabii tu na mtume. Labda mcha Mungu, mtu aliyebeba imani ya yakini, hofu ya Mwenyezi Mungu, huyu shetani anamwogopa, kwa sababu mtu akiwa mcha Mungu shetani anamwogopa. Lakini sisi watu wa kawaida ambao ibada zetu na uchamungu wetu wa kuchochea, shetani anaweza kukuletea ndoto. Yuko bwana mmoja, nikupe tu kisa.
Yuko bwana mmoja alikwenda hija. Umra. Bwana mmoja alikwenda umra. Tafuta pesa zake. Kasikia mawaidha bwana, umra mahala pazuri, ukienda umra, hija ilikuwa hija. Ukienda hija unasamewa dhambi, unafutiwa makosa yako na nini, akatindiza pesa zake, akaenda hija, akafika akafanya ibada. Sasa ikafika ile siku ya mwezi 9, usiku wa mwezi 9 wametoka Arafa, wamekwenda mpaka Muzdalifa, wameshinda pale, wamekaa pale usiku, wamefanya ibada, wamerudi Mina, wanasubiri asubuhi waende Jamarat wakapige mawe ili waende wakafanye tawafu. Wale ambao wamenuia tamatui waweze kufanya nini? Kunyoa na kumaliza ibada yao. Sasa wakati wako Jamarat wanapiga mawe, jamaa hapa tunapiga mawe shetani. Jamaa sasa tunampiga mawe shetani kwa nini? Asema wewe mpige tu. Unajua kule kuna walimu usinibaini. Yaani kila mtu anajua yeye. Shehe. Kuna watu wanaitwa mashehe Google. Wewe mpige tu shetani. Ndio maana ukuta kuna mtu anakwenda na ukota jiwe kubwa kama kichwa cha mtu, anahisi akirusha pale ndo kamuumiza shetani. Kumbe ile ni tukio la ishara, kumbu. Haina maana ndo unamkunguta shetani mwenyewe pale. Yule bwana akachukua mimi kama shetani, mimi sina ugomvi na shetani, sina sababu ya kumpiga jiwe. Na ninampiga jiwe mimi shetani, tumegombana, hajawahi kunikosea hata. Wakamaliza ibada yao akaondoka. Yule bwana hakufanya hiyo sunna. Usiku akajiwa na mtu katika ndoto. Yule mtu akamjia katika ndoto, akamsalimia, ambia bwana unanijua? Ameambia hapana. Ambia bwana, mimi bwana ndo shetani. Yule ibilisi unayemsikia ndo mimi, ila wewe ni rafiki yangu sana. Yale maneno uliyosema pale, mimi nimekuelewa. Unajua pale Ismaili ndo aliponingoa jicho pale. Umenifanyia jambo kubwa sana Ismaili, mimi ndo kaningoa jicho pale, lakini wewe kuto kulipiga jiwe, wewe rafiki yangu sana. Na mimi nadhani wacha nikupe zawadi. Nataka nikutembeze katika dunia ukaione miji ilivyo mizuri. Leo nitakutembeza miji mbalimbali duniani. Mimi nina mbawa yangu, nikirusha imbawa wewe kaa hapo nikupeleke. Yule bwana akafyatuliwa mbawa, akakaa juu ya mbawa, wakaanza safari Dubai. Anamuonyesha ndo Dubai, anamshusha, anaona Dubai mataa, New York, si nchi gani. Kamtembeza. Sasa mwisho wa siku yule bwana, unajua kanuni usiku wengi wao hawezi kulala tangu amelala mpaka anaamka hajajisaidia. Akahisi mkojo na haja kubwa pia. Ambia bwana, mimi bwana nasikia haja kubwa, na nataka kwenda haja. Ambia hayo dogo. Akampeleka sehemu, akampeleka choo kizuri. Jamaa akaingia, ambia jisaidie na kusubiri nje. Jamaa akavishusha. Akazishusha haja zote mbili pale. Yaani zile zimetoka, zimefika nusu. Hawezi kuzizuia wala hawezi kuzikatisha. Usingizi ukakata. Kajisaidia. Yuko kwenye kajisaidia kwenye mabanda ya ibada. Sasa shetani bwana anaweza kukuletea ndoto ya kukufitinisha na Mwenyezi Mungu. Anaweza kukuletea ndoto ya kukufedhesha, ya kukuaibisha. Kwa hiyo kwa ufupi, shetani anazo ndoto. Lakini kadiri unavyoishi katika maisha ya kijahili, ndivyo ambavyo shetani anaweza kuchezea. Ukiwa mcha Mungu au nabii, shetani hawezi kukuletea ndoto ya hovyo, kwa sababu ndoto za hovyo zinatakiwa mtu ambaye anatakiwa kupotezwa. Na wewe kama ni mcha Mungu, basi kwa vyovyote utaletewa ndoto nzuri. Na ikija ndoto ya shetani kwa ucha Mungu wako, kuna possibility kubwa ya kujua hii ndoto ni ya shetani. Kwa hiyo unaihofisha, unaifanyia audhu billahi minashaitani rajim, kama Mtume alivyosema. Unatema cheche za mate kulia na kushoto, unageuka, unalala, maisha yanakwenda. Lakini shetani anaweza kukuletea ndoto mtu yoyote, mazingira yoyote, kwa sababu kazi ya shetani ni kumjaribu mtu yoyote isipokuwa nabii tu. Haya, tumepata hiyo na kisa kizuri sana. Dokta, sasa hivi kwenye hizi social media tumekuwa na watu wengi sana ambao ni watabibu, mashallah, wengine taaluma Mungu amewajalia, wengine uwezo, watu wanapata faida.
na wengine wanatafsiri ndoto. Nani hasa anayepaswa kutafsiri ndoto? Hakuna mtu maalumu anayepaswa kufasiri ndoto. Yaani hakuna sheria iliyosema kwenye kitabu kwamba mtu maalumu ndo kapangwa afasiri ndoto, isipokuwa iko mizani ya kumchunguza mfasiri wa ndoto kuwa ana uwezo kwa kiasi gani katika kufasiri ndoto. Ndio huyo namtaka. Mizani ya kufasiri nani anaweza kufasiri ndoto, wa kwanza ni yule ambaye anaifasiri ndoto kulingana na mahitaji ya ndoto. Kwa sababu ndoto inafasiri mbili, direct na indirect. Unaweza ukaifasiri kama ilivyo na unaweza kuifasiri kinyume chake. Ziko ndoto ukiota inatoa taarifa kinyume chake. Ziko ndoto ukiota inafasirika kama ilivyo. Kwa hiyo mfasiri wa ndoto kwanza anatakiwa ajue ndoto inalenga nini. Kwa mfano, ziko ndoto ndefu. Yaani mtu anaota ndoto ndefu, labda akihadithia dakika 3 au 2 akihadithia. Kwenye fasiri ya ndoto, mtaalamu yoyote ya ndoto kwanza anaitazama ndoto mwanzo, kati na mwisho. Kwa sababu ndoto inaweza kuja na taarifa 3 ndoto moja. Ndoto ya mwanzo mwa ndoto inakuja na habari nyingine, katikati inaleta taarifa nyingine, na mwisho inaleta maana nyingine. Kwa hiyo unapoifasiri ndoto kwanza lazima uangalie lengo la ndoto mwanzo, kati na mwisho. Na kwamba je, mwisho wa ndoto umedefine taarifa ya kati au ya mwanzo? Na ndoto imekuja kutafsiriwa kama ilivyo au kinyume chake? Kwa sababu ndoto inabadilika tafsiri na kusudio la ndoto kulingana na hali ya ndoto ilivyo. Wakati mwingine ndoto inaweza kuletwa kwa njia ya kuzunguka. Yaani isije direct, ikaja kwa kuzunguka, lakini ikawa taarifa ya kuzunguka, ndio indirect. Yaani huonyeshwi moja kwa moja, lakini unaonyeshwa kwa mfano wa tukio au jambo unaloonyeshwa. Kwa hiyo mfasiri wa ndoto mambo mawili anatazamwa. La kwanza, awe ana hidayah ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu Mungu kawaumba tu wanajuaga tafsiri ya ndoto. Hiyo ni akili tu Mungu kampa, kamuumba nayo. Yaani yeye akisikia ndoto yote akikupa tafsiri ndo tafsiri yenyewe. Hiyo ya kwanza. Alafu kuna wale waliopata muda wa kujisomea elimu ya taaluma ya tafsiri ya ndoto. Kwa sababu tafsiri ya ndoto ni elimu unaosoma, na wapo wanachuoni. Ibn Sirin, mmoja kati wa wanachuoni wakubwa wa Kiislamu, amefundisha tafsiri za ndoto. Leo dunia nzima wafasiri 98% ya wafasiri wa ndoto wanachukua baadhi ya vitu kwa Ibn Sirin, kwa sababu ye Mungu alimpa kipaji cha kuitambua ndoto. Ni mwanachuoni wa Kiislamu. Kwa hiyo ufasiri wa ndoto unategemea muotaji, na kuna mizani ya kugundua kwamba huyu anaweza kufasiri ndoto au hapana. Kwa hiyo usimwamini kila mtu katika tafsiri ya ndoto, wala utakiwi kuiamini ndoto tafsiri yake kwa kujiridhisha kwamba hivi ilivyosemwa itakuwa ndo ndoto yenyewe. Lazima kwanza uwe na uhakika na huyu mfasiri wa ndoto na uhakika wa aina ndoto alivyoifasiri. Lakini kama nani hasa, hakuna mtu maalum aliyetajwa. Itategemea wewe unapomtazama mfasiri wa ndoto, kuna vitu tu unajua kabisa huyu anajua na huyu Lakini ili kujua hayo, compare. Chukua 2 watatu, compare. Yaani linganisha. Mmoja huyu ndoto hii huyu kaifasiri, ndoto huyu kaifasiri hivi, huyu ndoto huyu kaifasiri hivi, utapata majibu. Lakini jingine, kwenda deep kwenye ndoto ndio kunamfanya mtu kujua huyu anajua tafsiri ya ndoto. Mwingine ana tafsiri fupi tu, hiyo utakufa. Na kufaje sasa? Lazima uende deep kwenye ndoto ile kuifasiri, lazima uende deep. Kwenda deep, hiyo ndio elimu ya kuidadavua ndoto. Naam. Shukran. Kabla hujaingia katika ndoto ambazo leo umeziandaa kutuhadithi au kutueleza, nina swali la mwisho. Na hili naliuliza nikitaka kujua upana wa tatizo au ni namna gani kwamba tumeathirika watu. Katika moja ya ndoto ambazo 70% watu ndio wanazoota zaidi, ni ndoto za kufanya mapenzi. Kwa nini? Kwanza, ndoto hizi zimegawika katika makundi mawili.
inaweza kuwa nzuri na inaweza kuwa mbaya, ndoto ya kufanya mapenzi. 75% ya ndoto za kufanya mapenzi ni mbaya. 25% ya ndoto za kufanya mapenzi ni nzuri. 75% ya ndoto mbaya za kufanya mapenzi, ikiwa unafanya mapenzi kwenye ndoto ikaja kwa sura ya zinaa. Nimeeleweka vizuri? Nifafanua. Yaani umeota ndoto unafanya mapenzi, lakini kwenye ndoto imekuja kwa sura ya zinaa. Ndoto ya kufanya mapenzi, lakini ndani ya ndoto imekuja zinaa. Na maanisha hivi, umeota ndoto unafanya mapenzi na mke wa mtu. Umeota ndoto unafanya mapenzi na dada wa mtu. Umeota ndoto unafanya mapenzi na kahaba wa mtaani. Umeota ndoto unafanya mapenzi na ndugu unayemfahamu, ndugu yako wa kuzaliwa. Ukiona ndoto yoyote ya kufanya mapenzi ndani yake ina sura ya zinaa, hiyo ndoto ni ndoto mbaya. Tutaifafanua, lakini nataka niseme ndoto mbaya. Lakini ukaota ndoto unafanya mapenzi na mkeo wa halali, sijui umenielewa? Ndoto hiyo ya mapenzi, lakini unaota ndoto unafanya mapenzi na mkeo wa halali, yani uko na mkeo mnafanya mapenzi na mkafika mahala pengine mkamaliza tendo. Hii ndoto inabadilika kwenye tafsiri. Ukiona unaota ndoto unafanya mapenzi na mkeo na ukamaliza tendo, maana yake utafanikiwa katika jambo lolote la kheri linalokuja mbele yako. Yani utafungukiwa, riziki itakuwa njema na maisha yatakuwa ya furaha katika ndoa yako, na mtamaliza salama na mke huyo katika maisha yenu ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Yani mtamaliza mkiwa waja wema. Ndoto hii inaashiria mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto unafanya mapenzi na mkeo au mumeo wa halali, hii ndoto haiwi tena ndoto ya jini mahaba, kwa sababu jini mahaba hawezi kukuletea ndoto yenye thawabu, anakuletea ndoto yenye dhambi. Kwa hiyo atakuletea ndoto ya babako mzazi. Kuna watu wanafanya mapenzi na baba zao wazazi. Kuna watu wanafanya mapenzi kwenye ndoto na mama zao wazazi. Ukiona ndoto unafanya mapenzi na mtu wako, ndugu yako wa karibu, au mtu unayemheshimu sana, inafika mahali unaota ndoto yule mtu unayemheshimu sana ndio unaota ndoto unafanya naye mapenzi, hiyo ndoto inaashiria kuna jini mchafu katika maisha yako. Kwa hiyo ndoto ya zinaa au ndoto ya kufanya mapenzi inatafsiriwa kulingana na muotaji alivyoiota. Lakini leo kikurupuka tukasema kila ndoto ya kufanya mapenzi ni ndoto ya jini mahaba. Hakuna ukweli juu ya hilo. Kuna ndoto ya mafanikio katika kufanya mapenzi. Sharti lake uote uzini, na katika kuota uote umefika mwisho katika tendo. Ukiota hivyo, hiyo ndoto ni ndoto nzuri, inaashiria mafanikio katika maisha yako. Yani yale unayoendea na kuyapambania, Mungu atayafungua na kuna njia itakuja. Na kama ulikuwa maskini, una uchumi mgumu, basi tarajia Mungu kukupa njia ya mafanikio haraka iwezekanavyo. Unaashiriwa kwamba hautaondoka duniani, ila Mungu atakufariji kwa kukupa furaha ya uchumi mzuri na faraja nzuri katika maisha yako yaliyobaki, ikiwa tu utaota ndoto unafanya mapenzi na mke wa halali ama mume wa halali. Kwa ndoto ya mapenzi imegawanywa katika makundi hayo. Naam. Haya, hebu tukuruhusu uingie katika ndoto ambazo leo umeandaa kutuelezea, lakini kabla na ukumbusha kwa wale ambao wanaulizia namba ya Dr. Sule ya WhatsApp moja kwa moja ni 0748800800, 0748800800. Moja kwa moja mtafute kwa namba hiyo, utakuwa umempata 0748800800. Hiyo ndiyo namba ambayo Dr. Sule anatumia. Lakini kwa wale ambao mko hapa Lubumbashi, namba ya kupiga ni 0984645690. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza kufika hapa kwa ajili ya kupata huduma. Kwa wale wanaouliza Dr. Sule yuko wapi? Jamani, yuko Lubumbashi, hayuko Tanzania. Ukifika muda wa Tanzania, matangazo mtayaona na mtasikia taarifa hizo. Lakini kwa wale ambao wanataka huduma Tanzania, huduma zinaendelea, watu mahiri wapo, wanafanya huduma kama kawaida, na namba ya kufika pale Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba ni 0710 400 200, 0710 400 200.
Hiyo namba ni kwa ajili ya huduma za pale Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba.